nafungua masikio ya kiroho katika jina la Yesu, amen. Tazungumzia kwa ufupi sana kuhusu unyakuo wa kanisa. Tunaposema tumezungumza sana kuhusu unyakuo wa kanisa. Unyakuo wa kanisa ni nini? Mara nyingi umesikia unyakuo, tutanyakuliwa. Kwanza ni muhimu, kabla tujaenda kwenye unyakuo, na sukuma nizungumze mambo kama 6 au 7 ni ya muhimu kuyajua kabla ya mwisho wa dunia yote. Yaani kabla ya dunia hii kuna mambo kama 6 kama sio 7 yatatokea kabla ya mwisho wa dunia. Jambo la kwanza, hiyo na summarize tunafupisha. Kuna tukio litatokea ambalo nitalizungumza la kuondolewa watakatifu wa kweli. Ndio naitwa unyakuo. Yaani tutaondolewa duniani kwa muda ili kupisha ghadhabu kuu, hasira ya Mungu au dhiki kuu au taabu ya Yakobo. Muda wowote kuna tukio litatokea ambalo litawaliza nusu ya kanisa au nusu ya washirika ambao ni wazembe. Tutaizungumza hiyo baadaye. Kuna tukio muda wote litatokea la kuondolewa watakatifu, sio Wakristo. Nieleweni hapo. Na hapo tutaenda kuangalia, ndio maana tutazungumza uhuru. Tutaondolewa watakatifu duniani, tutanyakuliwa na Bwana, tutamlaki pale mawinguni. Tutakuwa naye angani hapo miaka 7. Hapa duniani kutakuwa na dhiki kuu miaka 7, imegawanyika mara 2, miaka 3 ya kwanza na nusu, miaka 3 na nusu ya mwisho. Wakati huo, hiyo miaka 7 tuko kule, hapa duniani kutakuwa na dhiki kuu na utawala wa shetani, utatu wa shetani. Utatu wa shetani ni upi? Ina maana shetani mwenyewe, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Hawa mpinga Kristo na nabii wa uongo ni wanadamu. Watapuliziwa pumzi na shetani ili kuongoza dunia. Kwa hiyo hiyo miaka 7 itakuwa ni ya mateso, na ndio tunakoelekea. Sasa baada ya miaka 7 tukio litakalofuata. Sasa pale miaka 7 hiyo kutakuwa na tukio gani pale angani? Pale tukinyakuliwa tutakuwa kwenye kiti cha hukumu ya Kristo. Hichi kiti cha hukumu ya Kristo sio kuhukumiwa kwenda jehanamu. Pale tutapimwa kazi tulizozifanya duniani. Baada ya kuokoka unafanya kitu gani? Jamani, mnanielewa? Pale itakuwa tunapimwa kazi zetu. Ulikuwa unahubiri, ulikuwa unatoa, unafanya kazi ya Mungu pale kwa ajili ya kupewa nini? Taji, vyeo kwa ajili ya utawala wa Yesu. Kwa hiyo kipindi hicho kutakuwa na karamu ya harusi ya mwana kondoo, inaitwa sherehe. Ukishapimwa sasa ni sherehe. Hiyo miaka 7 tutakuwa na sherehe hapo angani na Yesu. Unaona? Hiyo sherehe ni ya kuvikwa taji na kupewa vyeo kwa ajili ya utawala wa Yesu miaka 1000. Naenda taratibu ili uelewe. Sasa baada ya miaka 7 kwisha, Yesu na malaika na sisi watakatifu tulionyakuliwa tutarudi, ndio ataonekana duniani kote. Ujio wa Yesu wa kwanza anakuja kwa siri, ndio anaitwa unyakuo. Hataonekana kwa dunia, ila sisi ndio tunajua. Watu wanafikiria Yesu anatokea kuonekana. Ya kwanza hii anakuja kwa ajili yetu sisi, kutuondoa duniani kwa muda ili aipige dunia. Sasa ujio ule baada ya miaka 7 ndio atatokea na malaika na sisi watakatifu, ataonekana na dunia yote. Wakati huo ndio mwishoni mwa dhiki kuu, na shetani ndio anatawala dunia na mpinga Kristo na nabii uongo. Ndio sasa ataonekana pale Yerusalemu, atateremka pale kwenye mlima wa Megido. Sasa pale ndio sasa shetani atawashawishi, kwa sababu atakuwa amewakamata marais wote wa dunia, wafalme wote na vifaa vyote vya kijeshi. Wakati ndio anatawala dunia, atawaongoza kumlenga Yesu ili kupambana na Yesu. Na ndio sasa Biblia inazungumza hiyo vita, inaitwa vita ya Armageddon. Hiyo vita ina maana Yesu atakuja kumuua mpinga Kristo
kwa sababu atokea pale kwenye mlima Yerusalemu wa Megido. Sasa hivyo vita vitapigana. Sasa vile Yesu apigane vita, kwa sababu Biblia inasema yeye atawaua kwa pumzi ya kinywa chake. Yaani Yesu yeye ni kutamka tu, majeshi yote na wafalme wa dunia wakielekeza manyuklia yao, wote watauawa na mpinga Kristo. Mpinga Kristo na nabii wa uongo ni wanadamu, na majeshi yao na marais wote waliomfuata mpinga Kristo watauawa, na wanadamu wote waliomfuata shetani watauawa. Sijui mnanielewa? Mnanielewa? Haya ni matukio yanatokea. Sasa baada ya kuuawa mpinga Kristo na nabii wa uongo, shetani atakamatwa. Ukisoma Ufunuo sura ya ngapi? Ya 20. Atatuma Yesu malaika, yaani Yesu ashughulikaki na shetani. Atamtuma malaika mmoja kwenda kumkamata shetani na kumfunga huko chini kuzimu miaka 1000 asisumbue dunia. Sasa baada ya kufungwa ndio Yesu analeta utawala wa miaka 1000 hapa duniani. Ina maana tuna miaka 1007 bado kabla ya mbingu mpya nchi mpya. Kwa hiyo dunia hii sio ya kuondoka leo. Unanielewa? Hiyo ni kitu kingine. Miaka 1000, hiyo miaka 1000, kumbuka Waisraeli hawatakubali mpinga Kristo. Kuna baadhi wao wanamkataa, watakuwa na miili ya kawaida, na wanadamu wengine waliojificha kwenye mapango waliokataa chapa. Maana wengi kipindi hicho watauawa wengi sana, lakini wengine watakuwa wamejificha kwenye mapango, wanakula mizizi, wanakaa huko, ingawa wengi watakufa. Wanadamu tutawakuta na wanadamu wa mwili wa kawaida, kama pamoja na Wayahudi waliokuwa wamemkataa Yesu wamwamini, lakini Mungu atawalinda. Kwa hiyo hawa wanadamu kinachotokea, wataendelea na maisha yao ya kujenga kila kitu, ila sisi tuliokuwa tumebadilishwa tuna miili ya kiroho kama ule wa Yesu. Hautegemei chakula ili uishi. Sisi mnanielewa? Mnakumbuka Yesu alipofufuka? Mnakumbuka? Au mkumbuke kusoma Biblia? Yesu alipofufuka, nikupe sasa, soma Injili zote. Alibeba mwili wa kiroho ambao sasa wewe kama utakuwa umekufa katika Yesu na utanyakuliwa, unabadilishwa ule mwili, unabeba mwili wa kiroho ambao hauzuiwi na kuta, unapenya popote pale. Unakumbuka Yesu alipofufuka, wanafunzi kwa hofu ya Wayahudi walikuwa wamefunga milango. Kilichotokea Yesu nini? Akawatokea kati yao. Ina maana mwili wa kiroho hauzuiwi na kuta. Hautegemei kwenda mahali mpaka utumie gari, unapaa kama umeme tu. Ina maana wewe ukifufuliwa katika Yesu au ukiwa umebadilishwa, una mwili wa kiroho, hutategemea gari au ndege kwenda mahali. Na ndio maana utawala wa Yesu wa miaka 1000 utakuwa ni waajabu ambao utawahi kutokea. Na ndio maana Yohana alionyeshwa na Yesu, anambia heri na mtakatifu aliyo katika huo ufufuo wa kwanza, maana mauti ya pili haina nguvu tena. Ina maana ni afadhali kama ufe kitakatifu lale au unyakuliwe, kwa sababu wewe hutakufa milele. Utakuwa umebeba mwili wa Yesu usiokufa, ambao unapenya popote, unaenda popote, hautegemei chakula ili uishi. Yesu alipofufuka aliwauliza, walikuwa na hofu. Anawaambia, jamani, niambia ni Biblia. Na nielewa, najaribu kusummarize ili nielewe. Aliwauliza maana walikuwa nafikiria kwamba ni msimu fulani. Akauliza, jamani, mna chakula hapa? Akamletea kipande cha samaki. Akanasema, jamani, ndio mwenyewe Bwana wetu. Akafurahi. Ina maana wewe ukifa, kama wakati wa kuja Yesu kunyakua kanisa, utafufuliwa, ule mwili utabeba wa kiroho. Au kama utakuwa uko hai, unabadilishwa dakika moja, unabeba mwili usiokufa. Huu mwili haufi. Kwa hiyo wakati wa utawala wa Yesu tutakuwa na makundi ya watu wawili, walio na miili ya kawaida, wanadamu tuliowakuta, Wayahudi na mataifa mengine waliokataa chapa mpinga Kristo, waliojificha miaka 7. Hawa watazaliana, maana kuishi duniani si lazima walime waendelee. Lakini wakati huo Biblia inasema hivi, Yesu atageuza dunia kuwa kama Araba, yaani kama bustani ya Edeni. Ataonyesha uwezo wake wa kusudi la kumweka mwanadamu duniani. Amen. Jamani, mnaelewa? Kwa sababu ataonyesha uwezo. Kwa nini Yesu alituumba akatuweka duniani? Kwa hiyo dunia itakuwa haina magonjwa, haina mateso. Biblia inasema kwa wale wenye miili
vifo vitakuwa kwa uchache. Yaani mtoto ataonekana mwenye miaka 100 ndio mtoto. Kwenye Isaya ukisoma, wasaidieni watoto. Mtoto wakati ataonekana miaka 100 ndio mtoto, na maana maisha yatakuwa ni marefu kwa hao wenye mwili, ila sisi hatufi. Sasa baada ya miaka 100, miaka 1000, shetani atafunguliwa. Ikiisha hiyo, shetani atafunguliwa kutoka kuzimu. Sasa kitakachotokea nini? Hawa waliozaliwa miaka 1000 katika mwili hawa, pamoja na kuona wema wa Yesu na ufadhili za Yesu, maana kutakuwa na maendeleo ya ajabu yasiyo kifani. Yaani unalima kidogo, hao wenye mwili unavuna mazao, magonjwa hakuna, watu watazaa kwa uchungu. Maandiko yapo kwenye Isaya. Sasa watazaliana wengi wanadamu miaka 1000. Sasa wakizaliana pamoja na wema wa Yesu, lakini wamemfuata Yesu kwa kufuata mikate, hawakumfuata kwa moyo. Akitoka shetani na ile nguvu, hao wenye miili ya kawaida atawaingia. Sasa akiwaingia, wataasi utawala wa Yesu. Wakishaasi, watakusanyika kwenda Yerusalemu. Ndio makao makuu ya Yesu hapa duniani. Atakuwa wapi jamani? Yerusalemu. Sasa wakiasi, lile kundi la watu wote duniani watamasi, waliozaliwa miaka 8 watakuwa ni wengi, watamkataa Yesu, na ndio inaitwa Gogu wa Magogu, mkusanyiko wa mataifa mbalimbali wataiandamia Yerusalemu. Biblia inasema kwamba moto ndio utashuka wapi? Kutoka wapi? Mbinguni, na kuwalamba. Jamani, waingiza darasani. Haya masomo nilifundisha pia kanisani kwangu miezi 7, na nimeandika kitabu kidogo sana. Nafikiri nitakapokuja nitakuja nayo ili niwasaidie, kwa sababu mafundisho haya ni ya muhimu sana, kanisa wajue. Ni muhimu mno. Sasa ukishuka moto utawalamba hawa wote na shetani wake. Sasa baada ya kutokea hayo, kulambwa hawa wanadamu walioasi kambi ya Yesu au makao makuu ya Yesu, kitakachotokea ni nini? Ndio inaitwa hukumu ya mwisho ya wanadamu wote. Sasa shetani wakati atakamatwa na kutupa motoni, kwa sababu tayari amewadanganya watu na wale wote waliofanya hukumu ya mwisho. Sasa hukumu ya mwisho hii ina makundi haya matatu. Kutoka Adamu mpaka Musa kinaitwa kipindi cha dhamiri. Kama mtu alijua kutenda mema na hakutenda mema, atahukumiwa kwa dhamiri yake. Narudia tena, hawa watu hawakuwepo kipindi cha Yesu, lakini walikuwa wanaendeshwa na dhamiri. Nanielewa? Kutoka Adamu mpaka Musa kinaitwa kipindi cha dhamiri. Yaani kama mtu alijua kutenda mema na hakutenda mema, atahukumiwa kwa kutokutenda nini? Mema. Wapo akina Ibrahimu, akina Henoko waliishi kipindi hicho cha dhamiri. Nanielewa? Wapo watakatifu wengi walioishi kipindi hicho cha dhamiri, hawakufanya dhambi, walimtegemea Mungu. Jamani, mnanielewa? Kwa hiyo akina Ibrahimu na akina Henoko watakuwa mashahidi. Sasa kutoka Musa mpaka kinaitwa kipindi Yesu anazaliwa, kinaitwa kipindi cha sheria. Watu walioishi kipindi, waliozaliwa kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa, hawa hawakufuata sheria ya Musa. Kama hawakufuata sheria, watahukumiwa kwa kutofuata sheria ya Musa, zile amri 10 na zingine zote. Hao watu kwa sababu ilikuwa Yesu hajazaliwa. Sasa kutoka Yesu anazaliwa mpaka tunanyakuliwa au kanisa linanyakuliwa, kinaitwa kipindi cha neema. Ndio hiki. Nanielewa? Narudia tena ili uelewe kwamba kutoka Adamu mpaka Musa kinaitwa kipindi cha dhamiri. Watu watahukumiwa kwa kutokutenda mema, walipaswa kutenda mema, watahukumiwa kwa hivyo. Kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa kinaitwa kipindi cha sheria. Hao watu watahukumiwa kutofuata sheria ya Musa. Kutoka Yesu siku ile amezaliwa mpaka tunanyakuliwa kinaitwa kipindi cha neema. Watu watahukumiwa kwa kumwamini Yesu. Sasa kuna watu sasa hivi wanatenda matendo mema na wanashika sheria, lakini wanamkataa Yesu, watahukumiwa kwa hilo. Kwa hiyo hawa wengine wanaishi sasa hivi kwa dhamiri, kwa kufanya mema, kwa kushika sheria ya Musa, kama hawajamwamini Yesu, watahukumiwa kwa kutokumwamini Yesu. Kwa hiyo hatapona hapo. Sasa baada hapo ndio ile kondoo na mbuzi, wale waliotenda mabaya huko na waliotenda mema huko. Baada hapo kitakachotokea, hii dunia itakunjwa kama karatasi,
Isaya utameeleza kuanzia mwanzo. Itakuja kama karatasi na kutupwa wapi jamani? Hii dunia hii pamoja tutatawala miaka 1000, itakuja kama ni jamani karatasi, na itatupwa wapi jamani? Motoni. Hapo ndio mwisho sasa wa dunia. Baada ya hapo sasa kukunjwa kama karatasi, Mungu akikuja ndio sasa inakuja mbingu mpya na nchi. Nanielewa? Inashushwa ile mbingu mpya na nchi mpya. Sasa humo ndio tunaingia milele na milele. Hakuna kilio, hakuna kimbo, ni raha, kuabudu, kusifu. Kwa hiyo kuna matukio hapa mpaka kufikia kule. Jamani, mnanielewa eh? Ibidi hapa nije nifundishe somo hili. Na nitaleta na vitabu ili uelewe. Na utapata nafasi ya kuuliza maswali, nitakujibu. Mmenielewa eh? Sasa haya mambo hayafundishwi kanisani, kwa sababu masomo kitabu cha Danieli na Ufunuo ni kitabu tata. Hata wakati ule miaka 6 iliyopita mimi mwenyewe nimeenda Bible College, lakini wakati ule Mungu aliponisemesha utafundisha habari, nilikataa. Nikasema Mungu, nitapotosha watu. Nilikataa. Unajifunza kweli, unafundishwa vio vya Biblia, lakini unashindwa kueleza, kufafanua, kwa sababu mambo yaliyojaa ni mafumbo. Nikamwambia Mungu siwezi. Anaambia huyo Roho Mtakatifu, sema Roho Mtakatifu atakupa maarifa katika yote, atafungua mafumbo yote. Na ndio maana nimekueleza kusema mikaa kichwani sasa. Yaani naweza nikafundisha hata bila kusoma Biblia, kwa sababu Mungu amewekeza hiyo kitu. Mnanielewa? Mnanielewa? Yaani amewekeza hayo matukio kwa sababu ni yeye ndiye aliniambia hiki ni hiki. Alafu akaniambia fundisha kufundisha kwa urahisi na uelewa, ili hata mtoto mdogo ataelewa haya matukio ya muhimu. Sasa haya mambo hawaambiwi watu. Tunajua tu Yesu anatokea, no, kwamba ataonekana wazi. Hapana, anakuja kwa siri, na ndicho nitakachokizungumza jioni ya leo. Nini kinaenda kutokea sasa? Ndio hiki kitu ambacho ni cha muhimu. Kaa kwa tahadhari. Mwambie jirani yako, kaa kwa tahadhari. Unyakuo kitanyakuliwa. Unajua unyakuo ndio bonde la kukata nini jamani? Maneno. Atajulikana askofu wa kweli, apostoli wa kweli, nabii wa kweli, mtume wa kweli, mwinjilisti wa kweli. Yaani nusu ya wakanisa isipoangalia itabaki kulingana na Yesu alivyosema. Sasa hapa ndio maana nakazania Roho Mtakatifu kwa makusudi. Nakazania Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu kazi ya mojawapo ni ya kutunyakua. Unanielewa? Ndio maana kazania Roho Mtakatifu ili usibaki hapa. Unapompuuza Roho Mtakatifu unabaki mpendwa. Wewe miaka yote umeacha dhambi, umefanya nini? Alafu kwa kutokumkubali Roho kujaza Roho ubaki kweli jamani? Muulize jirani, hivi ubaki kwa kumkataa Roho Mtakatifu? Muulize. Watu hawataki Roho Mtakatifu. Tusome maandiko sasa. Maandiko Mathayo 25 mstari wa kwanza. Ametualika kwenye harusi ya karamu ya mwanakondoo. Nisome kwa sauti. Wanawali wale 10. Yesu alizungumza mfano huu wa kanisa, watu waliokoka lakini 5 hawajali kujazwa Roho. Korea masheke. Imeandikwa, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi, sisi nanyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao walipokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa.
Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Amen. Huyo ni Yesu mwenyewe anauzungumza mfano, akiwaambia wanafunzi wake. Anazungumza kwa habari ya makundi mawili ndani ya kanisa. Kuna watano wapumbavu. Sisi ni wanawali na Bwana Yesu ni bwana harusi. Mnaelewa hiyo? Tumealikwa kwenye harusi ya mwana kondoo. Tusome Ufunuo sura ya 19. Ile harusi ndio itafanyika baada ya kunyakuliwa tu pale kwenye kiti cha enzi. Harusi inaanza kuvishwa mataji. Sasa huo mfano Yesu anauzungumza kuhusu uzembe unaofanyika kwa watu walioko kanisani. Watano hao wameokoka, yaani wamebeba taa zao, wamembeba Yesu, lakini hawajajazwa Roho. Si unanielewa hivi? Unanielewa? Watano hao wanajali kujazwa Roho, wako makini, wanahakikisha Roho atoki. Muulize jirani yako, hivi Roho unahakikisha atoki ndani yako? Jamani, nataka niwaambie, kama kuna kitu cha muhimu cha kung'ang'ania jioni ya leo, kumwambia Bwana, nijaze mafuta yako ya Roho Mtakatifu, ili unaporudi nisikie sauti. Kwa sababu nisikilize, usiposikia sauti ni tatizo. Yaani Roho akiingia lazima usikie nini? Sauti. Kwa sababu Yesu atatoka kutoka mbinguni. Thesalonika wa kwanza, andika Thesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17, anazungumzia kuhusu nini kitakachotokea. Yesu mwenyewe anasema atatoka mbinguni, atakuwa angani na mwaliko wa malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Yaani Yesu wakati wa kuja hapa kutuchukua, lazima atoke wapi jamani? Mbinguni. Hata teremka duniani hapa, atakuwa yuko wapi? Angani pale. Sasa hili ni tukio la kiroho. Mnanielewa? Ni tukio la nini? Tukio la nini? Watu wataelewa. Sasa kitakachotokea ni nini? Sisi tutajuaje kama ni tukio la kiroho? Malaika mkuu Mikaeli atapiga, atatoa mwaliko. Kwanza parapanda ya Mungu itapigwa na mwaliko wa malaika mkuu Mikaeli. Parapanda itapigwa. Sasa hiyo parapanda kama hujajaa Roho utaisikiaje? Unanielewa? Na huo mwaliko wa malaika mkuu utausikiaje? Inaonekana sana, pandeni au njoni. Maana watu watakuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Tunaendelea sokoni, kila tutaona maandiko jamani. Mimi sizungumzi nadharia, nazungumza vitu reality halisi. Na hili tukio litatokea kwa sababu unyakuo utatokea, tutakutwa tunaendelea na shughuli zetu. Sio kwamba itakuwa dhiki kabisa, no, kulingana na maandiko. Kwa hiyo tendo hilo ni la kiroho, ndio maana kazania Roho Mtakatifu. Sasa mfano aliotoa Yesu wanawali tu watano, ina maana ni kanisa, ni mimi na wewe. Je, umembeba Yesu? Lakini je, Roho Mtakatifu yupo? Habari ni mafuta. Muulize jirani yako, umembeba Yesu? Roho Mtakatifu yupo? Mwambie haitoshelezi kuokoka, mbebe Roho Mtakatifu. Yaani kati ya vitu ambavyo bali na kushinda majaribu na nini, lakini tunawaandaa watu kwa ajili ya ujio wake, na yuko karibu mno. Na ndio maana Bwana alinionyesha sio kwa ajili ya kuhubiri, lakini Mungu aliniambia mambo mengi sana. Anaambia muda uliobakia nyinyi ni mdogo, ndio maana zunguka huko na huko. Kwa sana ni kwa kanisa. Naenda kuipiga dunia. Hii dunia sio mahali salama. Unapoishi hapa, ishi ni balance, ishi kwa uwiano. Unapofanya hapa, ishi kwa tahadhari. Unajenga, unafanya miradi, lakini kiroho chako kisiharibiwe. Unanielewa? Hata mimi ninapohubiri unamwambia Yesu, usiniache hata nikiwa pale hotelini. Naona kabisa, yani nilikuwa nasikia kulia. Roho Mtakatifu ananiambia watu hawana habari. Unajua Mungu akanisemesha mimi, hata watu hawana habari, hata kanisani hawana habari. Wanaona dunia hii, wanaona inaendelea tu, lakini mimi nakuja kuipiga dunia. Nasikia sauti muda wote ninapotembea, namwambia Roho Mtakatifu nisaidie, nisije nikahubiri nikakataliwa nikabaki, maana itakuwa ni aibu. Unajua unyakuo ukitokea tu, yani tukiondoka, watu watakimbilia makanisani. Unanielewa? Someni Ufunuo sura ile ya 6 mpaka 18. Haya matukio yatatokea baada ya kanisa kunyakuliwa. Wewe andika
ukasome taratibu Ufunuo sura ya 6 mpaka sura ya 18. Yaani tukinyakuliwa tu Mungu anaondoa amani, anaanza kutuma malaika wa kuipiga dunia. Kwanza cha kwanza anaondoa amani. Ufunuo sura ya 6 ya 7 ya 8 mpaka 18 ukasome hayo matukio. Hayo matukio yatatokea baada sisi kuondoka. Ghadhabu ya Mungu. Ndio hiyo miaka 3.5 ya kwanza na ya pili. Yaani miaka 7. Hayo matukio yatatokea miaka 7 hapa duniani. Sisi tukiwa kule. Sasa Yesu kwa nini amekazania hapa? Sisi tumealikwa harusini. Mimi na wewe tumealikwa. Sasa ni namna gani uko ndani ya kanisa unamruhusu Roho Mtakatifu? Sio tu kwa ajili ya kushinda dhambi, lakini Roho Mtakatifu ndio ndege ya kupaishwa pale. Roho Mtakatifu ndio mafuta ya kutunyanyua pale. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa watu wa Mungu? Sitaki mtu abaki hapa tukutane pale, tukinyakuliwa tu pale tukutane pale. Ni tendo la dakika moja tu. Jamani, mnanielewa? Sasa tuthibitishe tunapoenda. Mimi nimesummarize tu, nimefupisha ili uone hichi Yesu alichokizungumza swala la unyakuo. Kwanza anathibitisha kutuondoa hapa duniani. Yaani Mungu alivyo, kanuni yake hawezi kupiga wema na wabaya. Ukifuatilia historia ya Biblia, hata wakati ule Mungu alisema na Nuhu, akamwambia mwisho wa mwenye mwili wote umekaribia. Ukisoma Ufunuo Mwanzo 6 ile, Mungu huwa anasema mpaka sasa, sio kipindi cha Nuhu. Hata sasa anatuambia mwisho wa dunia umekaribia, anaenda kuipiga dunia. Kwa hiyo Mungu alisema naye. Unajua unyakuo ulikuwa tangu Agano la Kale, unajua hiyo. Nuhu ni mfano, unaona, wa Mungu alisema naye kwamba anaiangamiza dunia. Mungu alivyo hawezi kumpiga mwema na mbaya akawachanganya. Anamtoa yule mzuri, anamhifadhi mahali, alafu anaiangamiza dunia. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Mungu wakati ule wa Agano la Kale. Alimchukua Nuhu akamhifadhi kwenye safina. Ni sawa ni unyakuo ule ulikuwa ni unyakuo kama kwa Agano la Kale. Na pia Sodoma na Gomora, nakumbuka ilivyoharibika, Mungu akamchukua Lutu na mke wake na watoto wake, ingawa mke wake aligeuka akawa mbuzi wa chumvi, lakini alimtoa akampeleka Sohari kumlinda. Kwa hiyo ule ni sawa na unyakuo ambao Mungu ataufanya kwetu sisi, na maandiko yanathibitisha kwamba atatuepusha na dhiki kuu. Ufunuo 3:10, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujiharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kwa jaribu wakao juu ya uso wa nchi. Huyo ni Yesu mwenyewe anaahidi juu ya waaminifu kwamba kwa sababu nilishika neno, kulishika neno na kujaa Roho, anasema mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Hiyo ni saa ya kuharibiwa inayojilia nini jamani? Ulimwengu wote. Sasa tusome, nimeruka hapa machache, ngoja nikupeleke uthibitisho wa kimaandiko kwa habari ya Yesu unyakuo. Hata hivyo swala hili la unyakuo kutuondoa duniani kwa muda, Bwana Yesu hajakaa kimya. Naomba unisomee nisomee Mathayo kwanza 30, Mathayo 24:36 hadi 37 hadi 39. Tuone Bwana Yesu anasemaje. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 36. Mtakwambia uruke, mtakwambia tutakupala. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina. Aliyoingia, sio iliyoingia, aliyoingia. Amen. Hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ishi hapo. Sasa Yesu anazungumzia nini kitakachotokea? Anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Yaani tutakutwa kila mtu anashughulika, na ndio maana
unapotenda hata ukienda sokoni usizungumze maneno machafu. Ukikaa nyumbani na mke wako na mume wako, jitakase, kwa sababu hujui atakuja kwetu sisi kwa usiku au mchana muda. Yaani mtaone barabarani watu watakuta na shughuli zao, wanaoa, wanaolewa. Sio kwamba dunia itakuwa imeharibika kabisa, ndio dhiki kabisa inaonekana. No, atakuja ghafla. Sasa soma mstari wa 40 ili uthibitishe Yesu anazungumzia unyakuo. 40 na 41. Wakati ule watu wawili watakuwa kokondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Sasa haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni andiko linalothibitisha kumbe wewe uko sokoni, uko shambani, unalima na mwenzako. Huyu anayechukuliwa ni nani? Ni mtu ambaye ameokoka, anaishi maisha matakatifu, amejaa Roho. Na ndio maana kwenye kazi yako kuwa mwaminifu, kwenye biashara yako kuwa mwaminifu, kwa sababu utakutwa hapo. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa? Soma mstari wa 42. 42 sura hii. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba asiishi hapo. Anasema kesheni basi, kwa sababu hamjui siku wala saa. Sasa ili kuonyesha ili fundisho la unyakuo ni la muhimu, Yesu analirudia tena. Mwandishi Luka anaandika tena kuhusu unyakuo. Na kithiolojia au uchambuzi wa kibiblia, ukiona andiko moja linajirudia zaidi ya mara 2 mara 3, ujue hilo ni fundisho la muhimu kufundisha kwa mtu. Mnanielewa? Sasa tuangalie Mathayo, Luka 17 mstari 28 hadi 30 kwa so. Tuone hapo hii Luka, mwandishi Luka naye anaandika. Kwa hiyo sio kitu cha kupuuzia. Luka nisome 17:28 hadi 30. Imeandikwa, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakimnunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni, vikaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa Mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa. Haya, hapo anazungumza siku za Lutu. Luka, kwa sababu ya muda wangu, 34:36 inathibitisha Yesu anazungumza hapo kuhusu unyakuo. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Ishi hapo bwana. Akina mama mpo? Akina baba mpo? Amen. Yaani mimi namwambiaga mke wangu anaitwa Emeni. Namwambiaga Emeni, na uwe makini. Yaani swala la kiroho halitegemei mume wala mke, ni la mtu binafsi. Unaelewa? Lazima uwe makini. Anaposema walikuwa wamelala wawili, mimi nimelala na mke wangu Emeni. Sasa yeye kiroho chake mimi sikijui na yuko tayari namna gani. Kama amekaa vibaya pamoja, tuko pamoja, lakini swala la unyakuo ni la mtu binafsi. Usiegemee kiroho cha mume wako au mke wako au mtoto wako au nani. Inaposema alilala wawili, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Huyu aliachwa ni nani? Vuguvugu, roho hayupo, hana connection na roho ndani. Maisha yake labda ya kuchanganya, atabaki. Huyu alienda kiroho na nini? Anachukuliwa. Ndio Yesu anazungumzia unyakuo. Endelea. 35. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Unaona huko anafanya kazi miradi mbalimbali, huyu kiroho kizio anachukuliwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Ishia. Umemaliza? 36. Malizia. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tayari. Haya, ishia. Sasa Yesu kwenye Mathayo amezungumzia, kwenye Luka, mwandishi Luka anarudia yale. Ina maana kwamba hili jambo ni la muhimu, lazima tuliseme. Sasa amechukua majira yote. Sasa ukisoma Luka amefafanua, amechukua majira yote ya ulimwengu. Unajua wenzetu huko Marekani, kwa mfano, nilikuwa naongea na dada mmoja yuko Japan.
usiku. Kule kwake ni asubuhi, mimi nilikuwa ni usiku kwenye saa ngapi? Saa 6 ndio ananiambia hapa ndio asubuhi. Sasa unaona, ina maana kwamba yule anayekwambia Yesu atarudi asubuhi mchana anakosea, hajui mzunguko wa dunia ulivyo. Na Yesu hapa alipokuwa anazungumzia majira yote ya ulimwengu, kwa sababu sisi hapa tunazungumza saa hizi jioni, lakini wenzetu huko nchi zingine ni usiku. Kwa hiyo usiseme Yesu atarudi jioni au atarudi asubuhi au atarudi mchana. Mnanielewa? Mnanielewa? Kwa sababu anapoelezea hapo, wengine walikuwa hapo shambani anazungumzia nchi huko, wengine asubuhi hapo huko analima, sisi huko ni jioni au itakuwa ni usiku. Kwa hiyo hujui ni muda gani. Kwa hiyo haijulikani atarudi mchana, atarudi usiku, atarudi saa ngapi. Alimradi uwe macho. Mnanielewa jamani? Uwe macho. Unapoenda kazini useme ngoja hapa nimerusha nifanye dhambi hapa, nikifika jioni nitatubu. Nifanye hiki usiku, sijui umefanya madudu yako, asubuhi nitatubu. Hujua atarudi saa ngapi. Na ndio maana ni muhimu kuwa mtakatifu muda wote. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ufanyeje ili unyakuliwe? Ufanyeje ili unyakuliwe? Jambo la kwanza, ishi maisha matakatifu. Napomalizia, ili kunyakuliwa, jambo la kwanza, ishi maisha yasiyo na dhambi. Maisha yasiyo na dhambi, maisha matakatifu. Walawi 11:44 hadi 45. Andika. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 16. Nimesema Walawi 11:40. Hatutasoma hayo tano, tutasoma tu nyumbani. Walawi 11 mstari wa 44 hadi 45. Ila hii Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16 na huko nisomee. Alafu na Zaburi 16 mstari wa 3. Hayo maandiko mawili. Hiyo Walawi tunaiacha, tutairudia. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 16. Nisome. Imeandikwa, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Aliyetuita ni nani jamani hapa? Aliyetuita nani? Mtakatifu. Aliyetuita kuingia kwenye wokovu ni nani jamani? Si Yesu. Yesu. Aliyetuita ni nani kuingia huko? Yesu. Kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Yaani Yesu ni mtakatifu. Endelea. Katika mwenendo wenu wote. Rudia tena. Umekosea hapo, umeruka. Rudia tena. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Ninyi nanyi iweni watakatifu. Ninyi nanyi. Maana uliacha. Ninyi nanyi. Nani? Mimi na wewe. Yeye aliyetuita ni mtakatifu ni nani? Yesu. Mimi na wewe. Ninyi nanyi. Yaani mimi na wewe lazima tuwe. Endelea. Ninyi nanyi iweni watakatifu. Iweni watakatifu. Hilo neno iweni ni amri, sio hiari. Mnanielewa? Hiyo inaposema iweni, yani sio swala la kupenda, ni lazima. Katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wenu, anaposema mwenendo, maisha yote, sokoni, nyumbani, shuleni, kokote. Yaani unakotembea kote, unakotembea, maisha yako yote, sokoni, nyumbani. Usio mtakatifu kanisani tu. Unabugujika hapa lakini nyumbani matusi, unatukana na vitu vya ajabu. Nyumbani mtakatifu, sokoni mtakatifu, kazini mtakatifu, kila maeneo mtakatifu. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Imeandikwa na kote kule kwenye Walawi. Mtakuwa, imeandikwa, yani ni amri, mtakuwa watakatifu. Mtakatifu ndio kitu cha kwanza katika maisha yetu. Zaburi 16 mstari wa 3. Mungu anapendezwa na watu gani? Biblia inasema 16 na mstari wa 3. Anasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Kwa hiyo huyu mtu anasema watakatifu waliopo. Utakatifu ni hapa duniani, sio mbinguni. No, hapa duniani. Jamani, ndio walio bora. Kwa hiyo tiketi ya kwanza ya unyakuo ni kuepukana na dhambi. Jamani, mnanielewa? Sasa huwezi kuwa mtakatifu bila nguvu za Roho Mtakatifu. Kolia basiki. Mnanielewa? Yesu umempokea, lakini huwezi kuwa mtakatifu bila nini? Roho, nguvu za Roho Mtakatifu.
kwa sababu dhambi ni nguvu ya uovu. Jamani, dhambi inatawaliwa na Shetani. Huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu. Koria baseke. Warumi 7 mstari wa 14. Uone nguvu ya dhambi ilivyo. Nguvu ya dhambi. Warumi 7 mstari kuanzia 14. Nisomee pale. Warumi 7, uone nguvu ya dhambi kuishinda hii. Unapomalizia Warumi 7:14 Biblia inasema kwa maana tunajua kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. 15 maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo na kumpendeza Mungu silitendi, ulitenda kumpendeza, bali lile nilichukialo, ile dhambi ndilo ninalolitenda. Unaona Paulo anaposema hapo, anaendelea, lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi, si wewe, nafsi yangu ninaitenda hilo, bali ni ile dhambi kaayo ndani yake. Mstari wa 18, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, mwili huu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka unataka, bali kutenda neno jema sitaki. Hapa utasoma mpaka 28. Paulo anaelezea hiyo nguvu ya dhambi, kwamba kupenda, kutaka kutenda jema anataka, lakini hatendi. Alafu akagundua ndani ya mwili huu halikai neno jema. Unanielewa? Yaani Shetani anautumia mwili, ina maana kuna nguvu ya mvutano. Ndio maana unajikuta wakati Mungu anatenda, hebu unajikuta umevutwa, kwa sababu unatumia nguvu zako na akili zako za dunia. Lazima ujazwe Roho ili ushinde hiyo nguvu ya uovu ambayo inaongozwa na Shetani. Unanielewa? Kwa hiyo sasa utakatifu ni wa muhimu. Sasa ili ushinde dhambi, ujazwe Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho, ili uwe tayari, lazima udumu kwenye maombi. Hiyo sio mjadala. Ukitaka ushinde dunia hii, nimesema epukana na dhambi, ishi maisha matakatifu, ujazwe Roho. La tatu la msingi, Yesu amesema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Usipoomba mpendo, utaachwa. Luka 18 mstari wa 1 peke yake. Wewe utasoma huko mengine mpaka wa 8, lakini mstari wa 1 nisome. Luka 18. Mambo matatu zingatia. Maandiko yanasema 18 mstari wa 1. Akawaambia mfano ya kuwa kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Asante mchungaji. Ina maana Yesu anasisitiza imewapasa. Anaposema imewapasa, hilo ni neno la amri. Yaani sio swala ya kama uombi, ndugu yangu, nataka nikwambie, hutaishi maisha matakatifu. Hutajalo. Unaelewa? Maombi, kwenye maombi ndio tunapokelea nguvu. Kwenye maombi ndio tunamshinda Shetani. Kwenye maombi ndio tunataka vitu vyetu. Kwenye maombi ndio maana Shetani kanisani anapiga vita maombi, anakupiga vita maombi. Sasa ili uweze kuomba, uweze kuhimili maombi, ni lazima ujae nguvu. Amen. Na uweze kuwa mtakatifu bila kujaa Roho Mtakatifu. Ndio maana sisi Roho Mtakatifu ni wa muhimu, sawa? Roho Mtakatifu ndio mwenye kila kitu. Huwezi kuwa mtakatifu bila Roho Mtakatifu. Huwezi kuomba bila Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayekuwezesha kuomba. Warumi 8 ile mstari wa 26 hadi 27. Anasema kadhalika Roho naye ukisaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba ipasavyo. Anasema naye chunguzaye mioyo ijue nia ya Roho ilivyo, maana huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kadhalika Roho hutusaidia. Roho ndiye atakayekusaidia wewe kuweza kuomba kwa usahihi. Jioni ya leo natamani ujiandae. Sisemi kwamba uache kazi zako, lakini unapofanya biashara yako ishi kwa uwiano. Mimi hapo unaponiona, kwa sababu naelewa nini kinachoenda kwa ndugu yangu. Mbona nafikiri kwa nini mimi nazunguka? Mungu alishaniambia. Nikaacha waskofu, akanionyesha hali inayoenda kutokea. Hakuna mfalme wala rais atakayeweza. Na ndio maana sasa hivi unaona lengo la wanadamu wote wawe kwenye mikono ya Mungu. Mikono yao.
wanaandaa system ya kuwatawala wanadamu. Mfumo wa kale utaondolewa, utawekewa kidude kimoja kinaitwa katakibali, kapindi kadogo kenye taarifa zako. Hayo mambo yanafanyika Ulaya. Unawekewa taarifa zako, utakuwa na benki, yaani huwezi kununua wala kuuza kipindi cha utawala miaka hiyo sana cha mpinga Kristo. Ndio tunakoelekea. Jamani, mnaelewa? Utawekewa kichipu hicho mkononi au kwenye paji ya uso. Hivi vichipu wanawekewa matajiri. Unaona wanatangaza tajiri fulani wa kwanza duniani, wa pili, wa tatu, wa 10, sijui wangapi. Wamewekewa hizo chipu za taarifa zao. Ndio wanajua taarifa, mfumo wa fedha unapoingia na kwenda na viwango vyao na maisha yao, kwa sababu wako kwenye system ya ulimwengu. Lazima uingize kwenye database, kwenye mfumo wa kompyuta. Yaani wanadamu wote wataingizwa kwenye mfumo wa kompyuta ili kuwatawala vizuri. Na ndio maana sasa hivi bila kadi wewe ufanyike chochote. Namwambia kadi ya uraia hii itatolewa, utaweka hicho kifaa ambacho kina picha yako, raia wako, kabila lako, nchi yako, na ndio watatumia hiyo. Ina maana sasa mpiga Kristo wakati wake atamonitor, atajua nchi fulani na watu fulani, sura yake, kila kitu, akitrace tu wanaona huyo hapa Joyo yuko wapi, Masasi yuko Mtwara wapi, Shangani wanaona. Na ndio maana kuna mitambo huko juu ya satellite. Mnanielewa? Kwa hiyo utawala mpiga Kristo atatawala watu wa namna hiyo. Na ndio maana sasa hivi wanawaandaa watu kisaikolojia. Wanawaandaa watu kisaikolojia kuingiliana kinyume na maumbile. Huo ni mtandao wa abudu shetani. Ndio wale mwanadamu mpiga Kristo. Unanielewa? Hizi ndoa za ushoga mpaka mashuleni si walianza kuingiza kwa Tanzania. Yaani sasa hivi wanaandaa ibada ya shetani. Na ndio maana swala la kuingiliana mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke sio geni. Na sasa hivi inakuja sera ya kuua. Yaani swala la kuua wakati utawala mpiga Kristo ni kitu cha kawaida. Na ndio maana unaona sasa hivi vita kila mara, kuchinjana, kuuana, mtu kumwaga damu wala haogopi. Hata sasa hivi ukisikia mtu amepotea, amekufa, watu hata Tanzania hamuogopi. Si mnaona? Watu hawaogopi kuua mtu. Yaani anakamata mtu mchana kama kuku kuuawa, wala hawaogopi. Si mnaona kajuzi mtu anachinjwa na watu hawaogopi damu. Ina maana wanawaandaa watu kisaikolojia, wakati utawala mpiga Kristo kuchinja ni kitu cha kawaida. Sasa jueni kwamba muda uliobakia ni mdogo. Na ndio maana Mungu ameleta neno la kinabii. Na Mungu amewapendelea, ndio maana Mungu amenileta hapa. Amen. Wakati natafakari Mungu nimebana, akaniambia no, nenda nina watu wangu pale. Kawaambia haya maneno. Sasa nisikilize, la mwisho. Mwambie jirani yako nyosha mikono. Mwambie jirani yako mpendo, unasikia? Sasa uwe na tahadhari. Sikiliza Biblia nakwambia. Hili ni neno la kinabii. Mwambie ikitokea kwa bahati mbaya mwenzangu nimeondoka, nimenyakuliwa, wewe ni bahati mbaya imetokea, ukabaki, usikubali kupokea chapa ya mpinga Kristo. Usikubali kuuza umilele wako kwa miaka 7, kwa sababu mpinga Kristo atakuwa anatawala miaka 7 tu, hana umilele. Sasa ukikubali hiyo chapa ili ule na ubaya na uishi, umepotea milele jehanamu. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya mimi mwenzako nimeondoka, usipokee chapa. Na mhubiri anakukazania ukumbuke neno hili. Joji anakuambia hili neno ulikumbuke, kwamba linaambia usipokee chapa ya miaka 7. Ukubali kuchinjwa. Mwambie ukubali kuchinjwa, uteseke. Maana mpinga Kristo atachinja wengi, ataua wengi. Kubali kuchinjwa, kubali kuuawa. Usiuze umilele wako kwa ajili ya miaka 7. Hili ni neno la kinabii. Kumbuka haya. Lakini jumla ya mambo yote, kwa nini ubaki? Kesho Roho Mtakatifu leo. Usibaki. Ishi maisha badala. Usibaki. Ishi maisha ya maombi leo. Usibaki. Simama juu. Kala boseke. Njoo wote. Njoo mbele wote, funga mlango. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao. Mama yuko wapi? Oh, mbinguni. Mbinguni kuna. Mbinguni.
mbinguni, au tafuta kiume huu wimbo wakati anaandaa kipale. Huu wimbo sio wa msiba. Huu wimbo wale waliomoka miaka 80 wanaelewa, miaka 80 90 wanaelewa. Huu wimbo ulikuwa na New Life Band ambayo ilikuwa na hii band ilikuwa ni Egon Falk ule Denmark, ndio alikuwa ile bendi anaimba, ndio bendi ya kwanza Tanzania. Bendi hiyo inaimba nyimbo za Injili. Sasa inakukumbusha sio mwimbo wa msiba.